Mpendwa jambo, tunakusalimu na kukualika katika kipindi hiki cha kujifunza lesoni siku ya leo. Mungu akubariki. Tunaenda kukukumbusha kwamba tunakuwa katika robo ya kwanza ya mwaka huu wa 2026 na tunafika juma hii kwa fundisho la 5 katika robo hii, na fundisho la 5 linalo kichwa kinachosema kuangaza kama nuru usiku. Kuangaza kama nuru usiku. Leo hii siku ya 3 mpendwa, tunayo fundisho linalosema dhabihu iliyo hai. Dhabihu iliyo hai. Na tutaenda kuona dhabihu iliyo hai kama inakuwa namna gani katika maandiko matakatifu na katika maisha yetu ya kiroho siku ya leo, kama tutatoaje dhabihu iliyo hai namna gani, na kama dhabihu iliyo hai ni ipi katika maisha yetu. Fungua Biblia yako msomaji mpendwa, unaposoma pamoja nami Warumi sura yake ni ya 12, mstari wake ni wa kwanza na wa pili. Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili, neno la Mungu linasomeka hivi: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoweni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Mpendwa, tunapojitoa wakfu, tutaenda kuona kama tutatoa namna gani dhabihu iliyo hai katika maisha yetu. Utaenda kuona kwamba mpendwa, tunapojitoa wakfu kimwili na kiroho kwa kazi ya Mungu, hapo ndipo tunatoa dhabihu iliyo safi mbele za Mungu. Mpendwa, Mtume Paulo, unapoenda kusoma hata Biblia, nasema kwamba Paulo mtume alitoa mwili wake kama dhabihu iliyo safi mbele za Mungu, kwa sababu alijitoa kiroho, alijitoa kimwili, akajitoa utu wake wote kwa ajili ya kutapanya habari njema. Hata Wakristo wa kwanza pamoja na hao Wakristo wa Filipi waliingia pia nao sana katika kazi ya mahubiri. Ina maana ya kwamba tunatoa dhabihu iliyo hai tunapoingia katika kazi ya kuhudumia wengine, tunapoingia katika kazi ya kutapanya habari njema. Mpendwa, kuna mafundisho ya msingi ambayo Paulo anapenda tuijifunze katika asubuhi ya leo na kuyashika leo katika shairi hili ambalo tumeenda kulisoma katika Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Jambo la kwanza, tutaenda kuona kwamba katika Agano la Kale walikuwa wakitoa wanyama kama dhabihu, na ilibidi mnyama achinjwe ili kuoneshwa kwamba dhabihu imewekwa kwenye kafara. Lakini leo wapendwa, katika Agano Jipya sisi kama Wakristo ni sisi ambao tumekuwa kama dhabihu iliyo hai mbele za Mungu. Ina maana ya kwamba lazima tujitoe kipekee, lazima tujitoe kimwili, lazima tutoe vitu vyetu, lazima tutoe wakati, lazima tutoe vipawa vyetu kwa kumtumikia Mungu. Hiyo ndiyo dhabihu iliyo hai katika maandiko matakatifu na katika fundisho la asubuhi ya leo. Ina maana ya kwamba wapendwa, dhabihu iliyo hai ni kutangaza habari njema. Asubuhi ya leo mpendwa, Bwana anataka tutoe miili zetu kama dhabihu iliyo hai kwa ajili ya kazi yake ya kuwahubiri wengine, ili dhabihu zetu wapendwa ziwalete watu kwa Yesu Kristo. Hii ndiyo maana ya kusema kwamba tuitoe miili yetu kama dhabihu iliyo hai. Bwana anatamani tujitoe kipekee, tujitoe kiroho kwa ajili ya kwenda kuwatangazia wengine habari njema. Pendwa, Mungu akubariki katika asubuhi ya leo, na Mungu aweze kukupatia nguvu ili utujitoe wewe katika maisha yako kuwa dhabihu iliyo hai mbele za Mungu. Mungu atusaidie na kutubariki katika mchana wote wa leo, katika jina la Yesu mfalme wetu. Amina. Amina. Tuombe. Baba yetu Mungu wa mbinguni,
Tunakuja mbele zako asubuhi ya leo pamoja na msikilizaji wetu huyu. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya neema ya pekee ambayo umetupa ili tuweze kutambua dhabihu iliyo hai katika maisha yetu. Hivi Mungu tupe neema, hivi Mungu tupe nguvu ili tutoe miili zetu kama dhabihu iliyo hai mbele zako. Tukutumikie na tutumikie wengine, ili unapokuja mara ya pili ukute tumekuwa tayari na tumevuta wengi kwako kwa ajili ya kukulaki hewani. Uwe nasi mchana wa leo, baraka zako ziandamane nasi. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu mfalme wetu. Amina, amina.